Sasa katika sehemu nyingine, kipindi ambacho kitatupeleka mwishoni kabisa katika kipindi hiki bora kabisa Afrika Mashariki, Amka Tumsifu Mungu. Langu jina ni Andrea Musimasanja. Moja kwa moja sasa nikupeleke kwa mgeni ambaye niko naye studio hapa kwa mara ya kwanza, ameweza kuketi nasi hapa. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, binti machachari kabisa, ambaye anahakikisha anatangaza kazi ya Bwana na kuinjilisha watu wengine ili waweze kubarikiwa. Karibu sana. Najua ni mara yako ya kwanza kufika hapa studio katika kupitia Star TV. Mungu akubariki sana. Na hongera kwa safari yako hadi kufika hapa. Wewe ni zetu gani? Mimi ni Msabato. Wewe ni Msabato, sawa. Wewe ni mwimbaji nyimbo za Injili, lakini natamani hebu tupashi kidogo tupate joto la nyimbo zako ambazo nyimbo zako umezitoa kwa njia ya YouTube kule. Okay. Unaweza kuongeza ka sauti kidogo? Sawa. Pale Yesu alipo kuwa kule Getsemane, aliomba kwa uchungu, Baba yangu ikiweze. Inatosha, mimi natamani kukujua jina lako unaitwa nani hasa? Naitwa Annabel Joseph. Ndio, Annabel Joseph. Annabel. Ya, okay, Annabel. Ni kabila gani hili jina? Maana ni ngumu kidogo. Ni Msukuma. Ni Msukuma. Wasukuma kidigitali kweli kweli. Sasa kabisa, hebu tuambie nyimbo zako. Nimesikiliza tu wimbo mmoja hapo na ni mzuri kweli kweli. Mbinu zipi ambazo unazitumia hasa katika utunzi wa nyimbo? Mbinu ninazozitumia kiukweli, nina mwalimu anayekuwa ananitungia hizo nyimbo na kunipatia ili nijifunze. Ili ujifunze. Sawa. Lini ulianza kutambua kwamba una kipawa ndani yako, Mungu amekupa karama pekee kabisa kuanza kuimba? Kutambua hivyo nilitambua tangu nikiwa mtoto mdogo sana. Yeah. Nilikuwa mtoto mdogo sana, nadhani nilikuwa PFC. Ulikuwa PFC. Na ulianzia kuimba PFC baada ya kujikita sasa kuimba mwenyewe binafsi, ulianzia kwenye kwaya ukiachana na PFC kule ulipokuwa mdogo, baada ya kukua sasa na kutambua kile unachokifanya? Ndio, niliimba kwaya na mpaka sasa hivi ninaimba kwaya. Unaimba kwaya. Je, kuimba kwako binafsi hakukupi changamoto yoyote kulumbana kwa kwaya? Maana kwaya mna mambo mengi kweli kweli. Hapana. Na asante sana. Kwa sasa una nyimbo ngapi kule YouTube? YouTube nina nyimbo 3. Una nyimbo 3. Na moja zote umeziachia kwa mwaka, zina miaka mingapi mpaka sasa? Ni mwaka mmoja. Ni mwaka mmoja. Nani ambaye anasimama kidedea hasa kukushika mkono kuhakikisha unapambana na unaimba unafika mbali? Anayenishika mkono sana ni babangu mzazi. Baba, ongeza ka sauti. Ni baba mzazi ndio anakushika mkono. Na sasa anakutazama ujue. Ushauri gani ambao baba unakupa umekuwa ukikuponya kila mara? Baba yangu mara nyingi anapenda sana kunitia moyo. Ndio. Kwa kipaji nilichonacho kiukweli ananitia sana moyo. Anatamani nifike mbali. Ndio. Inakuwaje sasa, maana sauti yako? Hebu imba kidogo nisikie, ka wimbo kingine pia. Kweli umwaminifu Baba yetu, hakuna kizuizi chochote, hageuki ahadi. Mazoezi unafanyaje mazoezi? Maana kuna kalaza fulani hivi tofauti kabisa. Mazoezi ina muda upi ambao unasahihi kwa kufanya mazoezi? Muda ninaofanya mazoezi kwangu mimi sina muda maalum. Ni muda wowote nakuwa huru na mazoezi. Unakuwa huru na mazoezi. Yeah. Sawa. Hiyo ni sauti ya ngapi? Ya kwanza. Kwa leo mafundi najua umeshafahamu. Ni sauti ya kwanza. Wewe ni binti mdogo sana, na ukitazama kwa sasa kwa sasa kumekuwa na misemo mingi na kuna Gen Z, lakini kuna mitandao ya kijamii na vijana wengi wamekuwa kiingia katika uraibu wa mambo mengi sana. Imekuwaje ukaamua kuchagua kwa mwimbaji wa nyimbo za Injili na sio kwenda kucheza sebene ama kufuatilia mambo ya kidunia? Imekuwa kwaje? Hebu tupe chachu hiyo. Nimeweza kufanya hivyo kwa sababu nimetokea kwenye familia ambayo ni familia ya dini. Kwa hiyo tangu nikiwa mtoto mdogo nimekulia kwenye mazingira hayo ya dini. Kwa hiyo
kwa mazingira yale niliyokulia ndio yamenifanya mpaka nimefika hapa. Ni sasa tunaelekea tarehe 8 Machi. Naona umesikia kabisa kina mama wakitoa nondo zao hapa. Wewe kama binti na ambaye tunaweza kusema pia hiyo ni kazi ya kumtumikia Mungu, kutangaza kazi ya Bwana ya Injili, watu wengine waweze kuongolewa. Changamoto gani kubwa ambayo unakutana nayo kama binti na mwanamke ambaye pia unahakikisha unapambana ili uweze kufika juu? Maana wanawake mmekuwa mkikutana na vizingiti vingi sana kuhakikisha mnafika nafasi za juu na kufanya vizuri. Kwako ni ipi? Changamoto kiukweli ni nyingi, lakini tunamshukuru Mungu. Kwa changamoto hizo tunapambana nazo na tunavuka. Lakini moja ya changamoto hizo ni majaribu tu madogo yaliyopo kwenye jamii. Unawezaje sasa kuhakikisha zile changamoto unazitatua kwa haraka kama binti? Kukutana na vishawishi mbalimbali. Kutatua changamoto hizo inawezekana kwa misingi nilionayo. Misingi ya kidini. Hebu tupashe kwa wimbo kingine. Najua una nyimbo nyingi, ni kama unaniambia natamani niimbe. Karibu sana. Nimeyasikia ya dunia nzuri, makao mazuri ya roho. Ni wimbo namba ngapi? Naona kama sauti ya ngapi ambayo ninaimba mimi? Hiyo nadhani si itakuwa bass, lakini au ni sauti ya 7. Niambie kweli, wewe ni sauti ya 7. Sawa kabisa. Umeyasikia ya dunia nzuri, si ndio hivyo? Na asante sana. Kuna wengine pia wanatamani waingie kule YouTube wakuone binti machachari kabisa ambaye umeamua kumtumikia Bwana, waone nyimbo zako kule. Una nyimbo umesema 3, na zote ni video ama ni audio? Ni video. Changamoto gani ambazo umekutana nazo hasa katika uandaaji wa video na hadi kukamilika kuitoa kazi hiyo? Changamoto nilizozipitia wakati ule, nafikiria ni mapungufu kidogo, mfano wafadhili. Iwe kwangu ilikuwa ni changamoto. Sawa. Kwa mpaka sasa unatamani kuwa na wafadhili? Ndio, natamani kuwa na wafadhili ambao watakusupport. Sawa. Na utawapata. Kuna watazamaji na kutazama kwa sasa, nitapitia jumbe hapa chapu kuangalia namna jinsi ambavyo watu wanaendelea kubarikiwa. Nyimbo ni 3 na mpaka sasa unahitaji wafadhili. Unadhani kwa hatua ulioipiga mpaka sasa hivi nini ambacho unatamani ukiongeze zaidi? Ninachotamani kukiongeza kwa wakati huu, natamani kuwa mwimbaji mkubwa. Ndio. Na kama ninatamani kuwa mwimbaji mkubwa, nahitaji support ya watu mbalimbali. Ndio. Na support hiyo ya watu mbalimbali, kanisa linakupa nafasi ipi sasa hasa kuhakikisha kazi zako zinasonga mbele? Maana makanisa mbalimbali huenda yamekuwa kiwaacha vijana tu holela na kutokuatilia mkazo zaidi wanapoonyesha vipaji vyao. Je, kwako vipi? Kanisa limeweza kukushika mkono na kukuonesha njia sahihi? Ndio, kanisa linanisaidia sana. Ndio. Maana kuna maeneo pia tofauti wananipatia, naenda natangaza neno la Mungu, kwa hiyo inakuwa ni njia rahisi kwangu kujitangaza. Sawa. Najua kila chenye mwanzo lazima kiwe na mwisho, lakini hata mbuyu ulianza kama mchicha, sivyo? Wewe umetueleza kidogo, hebu tupe historia basi kwa ufupi kuhusiana na safari yako ya uimbaji. Kufupi sana, ulianza, japo umenieleza ulianza kwa kuimba Pathfinder na vinginevyo, hebu niambie. Ndio, nilianza kwa kuimba PFC, lakini baada ya hapo nilikuwa naimba kwaya ya vijana katika kanisa langu. Nimeimba kwaya ya vijana kwa muda fulani, lakini baadaye niliondoka nikajiunga na vijana wa sehemu nyingine Kahama. Nilivyotoka kule, nadhani ndoto yangu ya kuwa na nyimbo zangu binafsi ilianzia pale. Nini ulikiona ukaona hapa lazima niimbe mwenyewe? Je, kuna mtu alikuja akakwambia bana unaweza ukaimba peke yako, hebu jaribu kuimba? Ilikuwaje? Hapana. Kutamani kuimba nilikuwa nikiona haswa mtu alionivutia sana alikuwa ni Miriam Chilo. Kwa sababu Miriam Chilo nilimwona akiimba akiwa mtoto mdogo sana.
Kwa hiyo yule mtoto alinivutia. Na sasa hivi tumeona amefunga ndoa, vipi kwako? Muda wa Mungu ni wakati sahihi. Kwa hiyo bado wakati wangu bado. Kwa kutazama kwa sasa ndio. Sawa, malengo yako ni yapi na miaka mingapi umetimiza mpaka sasa? Miaka niliyotimiza kwa sasa kwenye uimbaji? Ndio. Nina mwaka mmoja nadhani na miezi 6. Binafsi. Lakini kwa ujumla una miaka mingapi? Kwa ujumla ni miaka mingi sana. Na miaka mingi ya kutosha. Mpaka kuhesabu unaona ni taabu kweli kweli. Sawa, malengo makubwa ambayo unayatazamia kwa mwaka 2026 na sasa tuko tu bado mwanzoni huu katika mwezi wa pili, ni yapi kwa tukielekea ukingoni katika kipindi hiki? Malengo makubwa natamani nyimbo zangu ambazo nimefanya video ndio ziweze kusambaa kwa watu, lakini pia ujumbe uenee kwa kila mtu. Ndio. Lakini pia kuna nyimbo zangu ambazo ni audio pia natamani nizifanyie video. Ndio. Ya katika mwaka huu. Naam, asante sana. Na imani tumefika ukingoni na sasa kuna wale mtazamaji anatamani kuingia kule YouTube, andike jina gani na pia anaweza kukupata vipi katika kufanya kazi na wewe ama kuhudumia watu wengine ili waweze kubarikiwa kwa njia mbalimbali. Karibu sana kwa dakika chache. Akiingia kule YouTube, jina ninalotumia natumia jina la Annabel Joseph. Ndio jina ninalolitumia kule. Lakini pia kwa mawasiliano natumia 0748 23 98 16. Rudia tena namba hiyo. 0748 23 98 16. Na hizo mtu anaweza kukupata na pia akatoa chochote ambacho unahitaji kusupporti, maana umehitaji support. Na imani kabisa Mungu ataweza kukubariki. Mimi nitakuwa wa kwanza kuingia kule YouTube na wimbo wako pia, na imani muda si mrefu studio kule watafanya mambo. Na mtazamaji, hapo ndipo tumefika ukingoni kwenda kuhitimisha kipindi hiki. Leo tulikuwa na mambo mengi sana. Swali langu la mwisho kabisa, umejipanga vipi katika sikukuu ya wanawake? Nimejipanga katika sikukuu ya wanawake kama binti na kijana, kama binti ndio kuwaasa mabinti wengine pia ndio wawe wanawake imara. Yeah. Sawa, ngoja tuingie nitazame jumbe chache tu ili tuweze kufunga. Huyu anaitwa Besa kutoka Arusha, anasema nawatakia Jumapili njema. Anasema kwamba anaonekana yuko vizuri, ajitahidi sana, atafika mbali huyo. Huyu anaitwa jataje jina lake, anasema Mungu awabariki sana. Anasema anaitwa Eliudim, kama dada ana kipaji lakini natamani pia kufanya naye music siku moja. Huyu anatamani kuimba naye siku moja. Anasema kwamba Mungu akubariki sana, utafika mbali. Jumbe ni nyingi. Huyu anasema kwamba kwenye kiti Mungu awatie nguvu kwa kile kipindi ambacho kimeweza kupita kwa nyimbo nzuri ambazo mmeweza kuziimba. Na mtazamaji, na hapo ndipo tumefikia ukingoni ama mwisho wa kipindi hiki. Jumbe ni nyingi kweli kweli, ningependa kuzisoma zote lakini kutokana na muda nasi pia tumeweza kufikia hapa. Tulianza na jopo kubwa la wanawake, na siku ya leo na imani umetazama na kuona kwamba mbona leo ni wanawake tu, kwa sababu tunaenda kuadhimisha kuelekea Mei Machi katika sikukuu za wanawake. Langu jeni Andrea Musimasante, lakini pia ni washukuru nyote ambao mmekuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka kufika sasa. Mungu akubariki sana. Endelea kuwa nasi kutazama Amka Tumsifu Mungu kwa jopo zima ambalo limehakikisha matangazo haya kukufikia hewani. Tunafika ukingoni hivyo. Hebu tupe kalaza huku tukiwa tunatoka hewani bwana. Nimesikia ya dunia nzuri, makao mazuri ya roho yamejengwa naye Yesu Mwokozi. Mbinguni hatutazeeka. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili.